Mafuta ya cholesterol yamekuwa ni mada kubwa sana katika ulimwengu wa sasa, ambao magonjwa ya moyo yamekuwa ni tishio kubwa sana, na tumekuwa tukishauri kwamba watu waweze kupunguza kiwango cha cholesterol wanachokula, lakini pia kama cholesterol zimeshakuwa nyingi mwilini kwako, madaktari wote wanashauri kwamba uweze kupunguza kiwango cha cholesterol kwenye damu yako. Sasa mtu anabaki anajiuliza, kama mimi nimeambiwa kwamba mafuta ya alehemu ni mengi sana kwenye mwili wangu ama kwenye damu yangu, kwani kiwango cha cholesterol nataka kiwe kiwango gani? Yaani kiwango ambacho kinakubalika nataka kiwe kiasi gani, na ni kiwango kipi kikifika inakuwa cholesterol iko juu sana, na ni kiwango gani ikishuka cholesterol inakuwa iko chini sana? Kama umekuwa na maswali ya design hiyo, nimetengeneza video hii kwa ajili ya kujibu maswali hayo, kwa maana kwamba tunaenda kuangazia kiwango salama cha mafuta ya cholesterol kwenye damu. Takiwa cholesterol iwe kiasi gani ambayo inaweza ikawa iko salama kabisa. Kwa hiyo nikusihi tu kaa nisikilize vizuri mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Utajifunza vingi ambavyo yamkini vimekuwa vikikuchanganya na hujawahi kupata majibu yake. Wewe mgonjwa magonjwa ya moyo, wewe ambao umeshapata stroke, na wale wengine wa pressure bado inasumbua, na watu tu ambao wamependa kujifunza juu ya masuala ya cholesterol, hii video inakuhusu. Ni Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Karibu tuende sambamba katika mada yetu hii ambayo tunaangazia kiwango salama cha mafuta ya lehemu au mafuta ya cholesterol nataka yawe kiwango gani. Bila kupoteza muda tuingie kwenye mada. Kwanza tuanze nianze kufahamisha habari za cholesterol. Cholesterol ina vyanzo vikuu viwili, ndani ya mwili na kutoka kwenye chakula. Kwa maana kwamba kuna vyakula ambavyo unakula ambavyo vinakuwa na cholesterol, halafu kuna cholesterol iliyoko kwenye damu yako. Daktari ana uwezo wa kupima cholesterol iliyoko ndani ya damu yako, lakini daktari hana uwezo wa kupima cholesterol wewe uliyokula. Cholesterol iliyoko kwenye chakula tunaita kwamba dietary cholesterol, wakati cholesterol iliyoko kwenye damu tunaita kwamba ni serum cholesterol. Kwa hiyo ninachoenda kuichambua hapa ni serum cholesterol, ambayo ni cholesterol ambayo iko kwenye damu yako wewe, ndio iwe kwenye kiwango gani, na sio cholesterol uliyokula kutoka kwenye nyama zako ama kwenye mayai ama kwenye maziwa ama kwenye samaki ama kwenye kuku. Kwa hiyo hicho ndio ambacho nataka ni kuweke clear. Kikawaida kuna aina za cholesterol. Kuna kitu ndio kama total cholesterol, ambayo ni jumla ya cholesterol zilizopo kwenye damu yako. Halafu kuna LDL cholesterol. Kama kuna mafuta ya cholesterol ambayo ni mabaya kwenye mwili wako, tunaita kwamba ni LDL cholesterol. Hii LDL yani maana yake inamaanisha kwamba ni low density lipoprotein. Lipoprotein hizi tunasema ni vifungashio. Kwa mfano, unaenda sokoni kununua mboga ama mchicha, halafu unaweka kwenye mfuko wako. Ule mfuko ni kifungashio. Kwa ule mfuko ndio sasa na hizi proteins. Kwa maana kwamba kuna protein ambazo huwa zinatumia kubeba cholesterol, na hizo protein zimeitwa majina kulingana na kazi yake. Kuna protein ambazo zinabeba cholesterol kutoka kwenye ini kusambaza kwenye sehemu mbalimbali za mwili. Hizo tunaweza kwamba ni LDL cholesterol. Halafu kuna zile proteins ama vile vimfungashio ambavyo vinaenda kukusanya cholesterol kutoka sehemu mbalimbali za mwili na kuleta kwenye ini, ili kusudi cholesterol iweze kutolewa nje ya mwili wako kupitia mfumo wako wa mmeng'enyo. Na ndio maana jaribu kuangalia watu ambao wanakuwa na changamoto ya cholesterol ya juu, wengi hawapati choo vizuri, wanapata choo kigumu, ama wakati mwingine huwa hawapati choo kabisa. Kwa hiyo kuna hizo aina za cholesterol kulingana na kazi. Tuanze kuangazia cholesterol kwa ujumla, inatakiwa iwe ngapi kwenye damu yako, total cholesterol. Kwa mujibu wa miongozo mingi inasema kwamba ukiwa na cholesterol ambayo iko kati ya 150 na 199 mg per deciliter, kipimo ambacho kinatumika hapa kwenye milligram per deciliter. Ukiona umepima ukaambia kwamba na kiwango hiki cha 150 kwa 190 mg per deciliter, miongozo mingi inasema kwamba hiki kiwango ni sahihi, ni normal. Wakati hii kuanzia 200 kuja 239, miongozo mingi inasema kwamba ni wastani wa juu, ni borderline high, yaani kwamba sio kubwa sana wala haiko kwenye kiwango ambacho ni sahihi, ambacho ni normal,
bali hiyo kwenye kiwango ambacho ni wastani, lakini wastani ambao ni mkubwa. Kwa hiyo ni wastani wa juu ama wastani mkubwa, kuanzia 200 mpaka 239 mg. Wakati ukija kiwango kuanzia 200 kwenda juu, kwa hiyo kwa mfano kupima wakwambia kwamba cholesterol yako ulionayo kwenye damu ni miligramu 240 au 250 ama 300, tunasema kwamba hiyo ni high, ni kubwa sana. Hivi ni viwango ambavyo huwa vinatafasiriwa kwa miongozo iliyo mingi, japo madaktari wengi wa magonjwa ya moyo na taasisi nyingi ambazo zinatibu magonjwa ya moyo zinasema kwamba mtu ambaye ana cholesterol kwa mfano ya 170 ambayo tunasema kwamba ni normal, na mtu ambaye ana cholesterol ya 130 mg per deciliter, ukiangalia watu hao wawili ni kwamba huyu wa 170 ana hatari mkubwa sana kupata shambulio la mshtuko wa moyo kuliko ambaye ana cholesterol ya 130, kwa maana kwamba ikiwa chini ni bora zaidi kuliko kuwa juu. Katika tafasiri hiyo, hii inataka kusema nini? Ni kwamba kadiri cholesterol inavyozidi kuongezeka ndo kadiri uhatari wa wewe kupata shambulio la stroke ama shambulio la mshtuko wa moyo linavyozidi kuongezeka. Kumbuka nilipokuwa nazungumza habari za magonjwa ya moyo, ambayo video yake nitakuweka link yake kwenye kipengele cha comment. Nilikuwa nazungumza kwamba vitu kama coronary artery disease au ischemic heart disease ambao unakuja kuonekana kwa kuna muonekano mkubwa sana mafuta ya cholesterol. Fahamu kwamba haya mafuta yanapozidi kuongezeka ndio uhatari nao wa kupata magonjwa hayo unazidi kufanyaje? Kuongezeka. Katika tafasiri wanashauri nini hii total cholesterol? Wataalamu wanashauri kwamba, na research nyingi hata ikiwemo tafiti moja ambayo imekuwa kubwa sana, the China study, wanasema kwamba kikawaida cholesterol inatakiwa angalau iwe chini ya 150. Kuanzia 150 kushuka chini ni bora zaidi kuliko kukaa kwenye hii ambayo tunasema kwamba ni normal. Hii ya 150 mpaka 199 kidogo nakuwa sio salama sana, tofauti na mtu ambaye anakuwa yuko 150. Kwa katika program nyingi ambazo zimekuwa kitibu magonjwa ya moyo ambayo ni yamepiga hatua, advanced heart disease nyingi, huwa zinashauri kwamba kuweka kiwango cha cholesterol yako ya damu kuwa chini ya 150, kuanzia 150 kushuka chini. Hiki ndio ambacho ukifahamu wewe juu ya masuala ya cholesterol. Kwa unapokuwa unapambana kushusha cholesterol, target kuishusha mpaka iwe kuanzia 150 kushuka chini. Japo miongozo mingi inasema kwamba hata ukiwa kati ya 150 na 199 ni bora, lakini mwenye 180 hayuko salama zaidi kumzidi mtu ambaye ana 150 ama 149 ama 130. Hicho ndio ambacho nataka nini ukifahamu wewe. Okay, hii iko ni total cholesterol. Tuje tuangalie habari za LDL cholesterol ambayo ni cholesterol mbaya. Kama nimesema kwamba imeitwa LDL cholesterol kulingana na kifungashio kwamba hizi cholesterol ni aina ya cholesterol ambazo huwa zinachukuliwa kutoka kwenye ini lako na kupelekwa sehemu mbalimbali za mwili wako. Sasa hii inamaanisha nini? Naomba nikupatie mfano mmoja na kwa nini tu hii utakaoelewe kwamba ni hatari sana. Hii cholesterol inasambazwa kwenda sehemu mbalimbali za mwili. Tuchukulie cholesterol kama takataka. Tunaposema kwamba hii cholesterol LDL ni ile ambayo inasambazwa sehemu mbalimbali za mwili. Tuchukulie kama ni sawasawa kwamba kwa mfano takataka katika maisha ya kawaida sasa inatolewa sehemu mbalimbali na kusanywa kwenye sehemu za mji, wanakuja kurundika kwenye mji wako mara kwa mara. Maana yake nafikia pale kwako takataka zinakuwa nyingi, panakuwa patamaniki, panachakaa, harufu zinakuwa nyingi. Hii nataka kuifananisha na hii aina ya hizi cholesterol. Kwa maana kwa aina ya cholesterol ambazo zinachukuliwa kutoka kwenye ini lako na kupeleka sehemu mbalimbali za mwili. Ndio maana tunasema kwamba ni bad cholesterol, ni cholesterol mbaya, kwa sababu zinapeleka kusambaza kwenye sehemu mbalimbali za mwili ndio zinaongeza uhatari kushambuliwa na magonjwa mbalimbali ikiwa mshtuko wa moyo, masuala ya ischemic heart disease, masuala ya stroke na magonjwa mengine ambayo yanakuja kwa sababu ya ongezeko la cholesterol mbaya. Hicho ndio nataka kufahamu. Miongozo mingi inasemaje? Miongozo inashauri kwamba inasema kwamba ukiwa na cholesterol ambayo iko chini ya 100 mg per deciliter, wanasema wao ni normal, kwamba ni kawaida, ni iko vizuri. Wakati ikiwa iko kati ya 100 hadi 129,
miongozo hii inasema kwamba hii ni kiasi, sio kubwa wala sio haiko normal, ni above normal, lakini yani ni ya kiasi fulani, ni ya kiasi, sio mbaya sana, lakini sio kwamba ni nzuri, hapana. Kuna hii ambayo nakuta iko kati ya 130 mpaka 159 mg per deciliter. Wanasema kwamba ni kubwa, ni wastani mkubwa, ni wastani mkubwa, ni borderline high. Kwa hiyo haiko normal, haiko juu sana, lakini haiko kawaida wala haiko above normal, bali ni borderline high, ni wastani wa juu, ni wastani mkubwa. Kuna hii ambayo inaanzia 160 mpaka 189. Hii kiwango tunasema kwamba hii kiwango tunasema kwamba ni kubwa, yani ni high, haiko normal, na ilishavuka kiwastani cha kikubwa. Kwa hiyo tunasema kwamba iko high. Huyu jamani kwamba cholesterol yake iko high, ana cholesterol nyingi. Kuna hao ambao unakuta tukiwapima unakuta cholesterol yao hii LDL cholesterol iko zaidi ya 190 kwenda juu mg per deciliter. Hii iko juu mno, iko juu zaidi, ni very high. Kwa huyu sasa anakuwa yani ana hatari mkubwa sana kupata shambulio la mshtuko wa moyo, masuala ya stroke kwa muda wowote. Sasa ukija kuangalia katika uhalisia katika matibabu mbalimbali, wataalamu wa magonjwa ya moyo ama na baadhi ya research ambazo zimefanya clinical trials zinaonyesha wazi kwamba kiwango ambacho ni salama zaidi kabisa, ambacho kiwa nacho LDL cholesterol kwamba inakuwa imepunguza hatari kushambuliwa na magonjwa ya moyo, ni inatakiwa hii LDL kae chini ya 80 mg per deciliter. Hii ndio kiwango ambacho kinahitajika. Kwa hiyo kama umeambiwa kwamba wewe LDL yako iko juu, hii LDL cholesterol target kuishusha angalau iwe chini ya 80 mg per deciliter. Ikiwa iko chini ya 100, kwa sababu hadi 80 bado iko chini ya 100, ni bora zaidi, lakini mwenye LDL ya 90 mg na mtu ambaye ana LDL ya 80 mg, hawa ni watu wawili tofauti, kwa maana kwamba riski ya kupata mshtuko wa moyo ama kupata magonjwa ya moyo ni kubwa sana kwa huyu mtu ambaye LDL yako iko 90 ukilinganisha na huyu mtu ambaye LDL yako iko 80. Hicho ndio ambacho tunataka kufahamu. Kwa hiyo target kushusha LDL yako chini ya 80 mg per deciliter. Haya, kuna hii LHDL cholesterol ambayo tunasema kwamba ndio cholesterol nzuri ambayo nataka mtu awe nayo nyingi. HDL inamaanisha kwamba ni high density lipoprotein. Hizi ni aina za protein ama vifungashio ambavyo vyenyewe kazi yake ni kuenda kukusanya cholesterol kutoka sehemu mbalimbali za mwili na kuzileta kwenye ini lako ili kusudi iweze kutolewa nje kwa njia ya mfumo wa chakula. Ndio watu wanasema kwamba hii ni nzuri. Ni sawasawa, kwa mfano una gari lako ambayo inakuja kukusanya takataka kutoka kwako nyumbani kwako na kwenda kuzitupa kwenye sehemu ama kwenye jalala ambayo ni mbali kabisa na makazi yako. Kwa tunasema kwamba hiyo gari ni nzuri na inafanya kazi vizuri, tofauti na ile gari ambayo ingeweza kuona kusanya takataka kutoka sehemu mbalimbali ya mji na kuja kurudika kwako. Kwa hiyo hii ndi LDL cholesterol. Kwa upande wa wanaume inapokuwa iko chini ya 40 mg per deciliter tunasema kwamba kiwango kiko chini. Wakati inapokuwa iko below 50 kwa upande wa wanawake tunasema kwamba iko chini. Wakati inapokuwa iko zaidi ya 60 tunasema kwamba ni high na ni nzuri kwa ajili ya ulinzi. Sasa kuna vitu vichache nataka nikufahamisha hapa kati ya kwenye vipimo vya hii HDL cholesterol na tukilinganisha na huyu jamaa LDL cholesterol. Kuna uwezekano kulingana na vyakula na vyakula unaweza kujikuta kwamba hii HDL cholesterol inaweza kushuka. Unaweza kaa huko kwenye ulaji mzuri. Sasa baadaye usema kwamba hii LDL kwamba iongezeke iwe 70 ama 80, kujikuta kwamba eza iko 55. Na mwanzo kabla hujaanza huo ulaji ambao ni mzuri au unakula mboga zako za majani, unakula matunda, eza unakuta labda HDL yako ilikuwa eza 60 mg per deciliter, lakini baada ya kula ulaji huo ambao ni mzuri, baada ya mwezi mmoja umeenda kupima akakwambia bana HDL yako iko 55 eza mg per deciliter. Kuna ambao huwa nakumbana na hiyo hali. Sasa mtu ajifikiria, niko kwenye ulaji mzuri, mbona sasa hii cholesterol nzuri nayo inashuka, inakuwaje?
Inapokuja kwenye swala la cholesterol ambayo huwa inaashiria uhatari wa magonjwa ya moyo ni habari za LDL cholesterol na sio HDL cholesterol, kwa maana ya kwamba kwa mfano kama una LDL kubwa halafu ukawa na HDL kubwa, bado kuna uwezekano unaweza kupata shambulio la mshtuko wa moyo kwa sababu ya uwepo wa huyu jamaa LDL kwamba ni mkubwa sana, hata kama HDL naye pia ameongezeka. Kwa hiyo ni vema hata kama kipungua huyu, lakini huyu LDL ambayo ndio mbaya zaidi inatakiwa akae chini. Hii naomba niifananishe na magari ambayo yanabeba takataka. Kwa mfano kama kwako hakuna takataka nyingi, huhitaji wabebaji wa takataka nyingi. Ni mfano hii HDL cholesterol ambayo inakusanya cholesterol kutoka sehemu mbalimbali za mwili na kuja na kuleta kwenye ini ili kusudi itolewe. Kwa hiyo kama huna cholesterol nyingi, kuna uwezekano kawa unahitaji HDL cholesterol chache, ama mkini unaweza kawa unahitaji vifungashio vichache vya kwenda kukusanya nini hizo cholesterol kutoka sehemu mbalimbali za mwili. Kwa hiyo fahamu tu kwamba kinachokuja kuamua habari za hatari wa kupata mshambulio wa mshtuko wa moyo ama stroke ni hii LDL cholesterol na sio HDL cholesterol. HDL cholesterol hata kama ikishuka, as long kwamba huyu LDL yuko chini, ni hakuna shida. Kwa hiyo huwa tuna target kwamba at least angalau jitahidi tu kwamba hii HDL cholesterol ikae hata kati ya 40 mpaka 60, bado nakuwa uko tu vizuri. Kwa hiyo hicho ndio ambacho nini ukifahamu, lakini huyu jamaa LDL cholesterol ndio ambaye ni mbaya zaidi. Nadhani kwamba kwa upande wa leo unaweza at least umejifunza ama umeelewa kuhusu vipimo hivi vya kiwango cha cholesterol kwenye damu yako kwamba inatakiwa ikaeje, na yupi ambaye ni mbaya na yupi ambaye ni mzuri, na hivi vipimo huwa vinamaanisha nini. Basi nikushukuru wewe kwa kuitazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Ulikuwa nami Emmanuel Mpalie ambaye kitaaluma ni nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwaheri.